maeneo unayotakiwa kuyapa umakini ili kusaidie kuzuia mambo yako na mipango yako kuharibika au kuharibiwa. Maeneo unayotakiwa kuyapa umakini ili kuzuia mambo yako kuharibiwa au kuharibika. Eneo la kwanza nilianza kukueleza ni kwamba ni eneo la kitanda chako. Eneo la kitanda chako, yaani mahali unapolala. Mahali unapolala. Tatizo sio maombi. Tatizo sio kuomba sana au kuomba kidogo. Hapana. Tatizo ni unaomba nini. Tatizo sio nimeomba sana au nimeomba kidogo, lakini tatizo ni unaomba nini. Unahitaji kuwa na ujuzi kwenye maisha yetu haya ya maombi. Badala ya kuendelea kuhamasishana, ongeza muda wa kuomba, ongeza muda wa kuomba. Ni vizuri tukaendelea kujifunza zaidi kwamba ninapoamua, naomba uweke vizuri, ninapoamua kuomba, naomba nini. Hilo ndio jambo la muhimu sana. Mungu anataka asikie maombi yetu. Lakini mara nyingi sana tunapoomba huwa hatugusi kwenye kiini. Kwa hiyo tunaweza tukawa na maombi hata 1000, tunaweza hata tukakaa kwenye maombi masaa 6. Lakini usipojua unaomba nini, hiyo nayo ni changamoto nyingine. Kwa hiyo Roho Mtakatifu akusaidie sana. Nikasema kuna wakati fulani watumishi huwa hatuwasaidii sana watu. Badala ya kuwatia moyo, kuna wakati mwingine huwa tunawavunja moyo. Kwa nini tunawavunja moyo? Kwa sababu wakati mwingine hatuwapi majibu ya yale maswali walio nayo. Na hii ni kwa sababu wakati mwingine huwa hatuna muda wa kutosha wa kuingia kumsikiliza Mungu. Mtu mwenyewe hana muda wa kuingia kumsikiliza Mungu. Sisi hatuna muda wa kutosha wa kuingia kumsikiliza Mungu. Hiyo ni changamoto. Haleluya. Lazima uamini hivi, lazima ujue hivi. Moja kati ya vitu ambavyo nimejifunza. Unaweza ukawatazama watu hapa, alafu ukaona kama vile wanateseka, na ndani yako ukaja na conclusion kwamba kwa sababu hawaombi vizuri au hawaombi sana. Kwa hiyo unaweza ukaenda kwenye madhabahu ukaanza kuambia watu omba sana, omba sana. Huyu mtu unaweza ukakuta ni ameomba hadi amefika mwisho, yaani ameomba hadi kile kiwango cha mwisho. Alafu unapoenda kumwambia kwamba hujaomba, omba sana, unamkatisha tamaa. Usifikiri kesho ataenda kuomba, hataenda kuomba. Atakuwa amekata tamaa, atajisemea ndani ya nafsi yake kwamba kama kuomba nimeomba, basi inawezekana Mungu hataki au sio wakati wake. Kwa hiyo mimi najaribu kukuonyesha maeneo ambayo unapokuwa kwenye maombi yako, yawe ya muda mfupi au ya muda mrefu. Maeneo ambayo ukianza kuyagusa umemvuruga shetani vibaya sana. Lakini pia unapoanza kuyagusa hayo maeneo unamfanya Mungu akusaidie, unamsaidia Mungu kukusaidia. Na kwa sababu sisi na Mungu tunafanya kazi pamoja, sisi ni watenda kazi pamoja na Kristo. Kwa hiyo kuna sehemu ambayo sisi tunatakiwa kufanya na kuna sehemu ambayo Mungu anatakiwa kufanya kwa ajili yetu. Sasa kuna maeneo ambayo mimi natakiwa kufanya ambayo Mungu hatakuja kufanya isipokuwa nimeamua kufanya. Unajua shida ni nini? Shida ni hii. Mungu ametupa uwezo na mamlaka. Changamoto ya hili jambo ni hivi. Ni pale ambapo unakuwa hujui namna ya kutumia huo uwezo na mamlaka. Mungu haji kufanya kitu ambacho tayari alikwisha fanya. Na ndio maana tuna maombi mengi ambayo huwa tunaomba ambayo hatukutakiwa kuomba. Yaani hata kama tumeingia kwenye maombi hatukutakiwa kumwambia Mungu njoo ufanye. Sawa, inawezekana tulitakiwa kuomba kwa sababu sio kila ombi unamwambia Mungu njoo fanya.
kuna namna ya kuomba ambayo unasema na wewe mwenyewe na nafsi yako. Unasema na wewe mwenyewe na nafsi yako katika jina la Yesu. Na sio maombi yote unamwambia Mungu kwamba njoo, Mungu njoo ufanye. Haiko hivyo. Hiyo sio maana ya maombi kabisa. Naamini wengi tunalifahamu hili kwamba kuna wakati kwenye maombi tunasema na sisi wenyewe na hatumwambii Mungu. Na kuna wakati kwenye maombi tunasema na vitu. Tunasema na vitu kwenye maombi, tunasema na hali ya hewa, tunasema na ardhi, tunasema na anga, tunasema na watu na hatumwambii Mungu. Yaani tunasema kulingana na uwezo na neema ambayo Mungu ametupa, ameiweka ndani yetu. Kwa hiyo tusipojua vitu vya namna hiyo, kuna mambo hayatatokea kwenye maisha yetu, sio kwa sababu Mungu hataki kufanya, lakini ni kwa sababu hatujui nini cha kufanya. Kwa hiyo nikaanza kukueleza jana, nikasema hili ni moja kati ya maeneo ambayo watoto wengi sana wa Mungu, wengi, sijasema wote, wengi hatulijui sawa sawa na hatujajua namna ya kulifanyia kazi. Na ni moja kati ya maeneo ambayo ukianza tu kulifanyia kazi, yani ukianza tu kulifanyia kazi, yani hata leo ukianza tu kulifanyia kazi, kuna mambo utaanza kuona, kuna mambo utaanza kusikia, kuna mipenyo utaanza kuipata, kuna vitu utaanza kukutana navyo. Ni jambo halisi mno. Nikasema eneo la kitanda ni mahali, hili ni eneo la kiroho. Kwa hiyo pamoja na maeneo mengi ambayo tunayaombea, hili eneo hakikisha kwamba haulisahau. Na sio kuliombea tu, lakini pia jana nilikueleza, nilikupa mambo mawili. Jambo la kwanza nilikwambia hili ni eneo ambalo Mungu ametupa tulitumie kutafakari. Kutafakari maisha yetu, tunakotaka kwenda, tulipo. Kwa nikakueleza nikasema maisha ya mtu yanatengenezwa kitandani, akiwa kitandani. Maisha ya mtu yanatengenezwa akiwa kitandani. Ni lazima ajue kutengeneza maisha akiwa kitandani. Una biashara, una kampuni unataka kuifungua, lazima ujue kuitengeneza hiyo kampuni ukiwa kitandani. Ukishindwa kufanya kwenye hili eneo, utatembea ukifanya huko nje, utapata tabu sana. Utapata tabu sana. Sasa watu wa ulimwengu wako makini na wanajua namna ya kulitumia hili eneo vizuri, na linawaletea matokeo yasiyo ya kawaida. Lakini nikakueleza nikasema kitanda kinaweza kusemeshwa. Kwa nikakwambia jifunze kukisemesha maneno kitanda chako. Kwa nini? Kwa sababu nilikueleza, nilisema kitanda ni eneo sikivu kiroho. Kitanda ni eneo sikivu, linasikia. Unasema vipi? Okay. Kama tuna uwezo wa kusema na vitu, kama Mungu aliweza kusema na mawe, anasema jiwe hili litakuwa shahidi. Kama mawe yanaweza yakasema, kama mawe yanaweza yakasikia, vitu vingi tunaviombea, duka unaliombea kwa maana ya kwamba unajua linasikia. Ndoa unaiombea kwa maana ya kwamba unajua inasikia. Kazi za mikono yako unaziombea kwa maana unajua kwamba zinasikia. Ndio maana kuna wakati huo unaomba unasema sasa ninaamuru biashara yangu saizi unaenda kuinuka. Saizi, kwa sababu unaamini kwamba inasikia. Sasa kama hivyo vitu vyote vinasikia, kwa nini kitanda kisisikie? Na nikakwambia kitanda ni madhabahu. Na hata ukiangalia picha ya madhabahu ilivyokuwa zinajengwa, sisi kwetu leo huwa tunasema hii ndiyo madhabahu. Hii ndiyo madhabahu. Lakini kiuhalisia hiyo sio madhabahu. Hiyo sio madhabahu. Nenda tangu mara ya kwanza madhabahu zilipokuwa zinajengwa, walikuwa wanajengaje? Anaposema nijengee madhabahu, toa sadaka hapo, walikuwa wanajengaje? Mungu anamwambia Musa wanijengee madhabahu, na anatoa hiyo madhabahu vipimo vyake vitakuwaje. Sasa nenda ukaangalie vile vipimo, siko huko lakini najaribu kukusemesha hapa. Nenda ukaangalie hivyo vipimo alafu utaelewa. Upana wa ile madhabahu ulikuwa mita 2.5. Mita 2.5 upana. Urefu ilikuwa mita 3 kasoro.
na ndizo madhabahu walizokuwa wanazijenga. Unaposikia Biblia inasema Abraham akamjengea Mungu madhabahu, unafikiri alikuwa anajenga kitu cha namna gani? Nika kitu fulani ambako kalikuwa kanakaa kama kitanda. Kwa hiyo walikuwa wana eneo la patakatifu pa patakatifu, na kwenye eneo la patakatifu pa patakatifu walikuwa wanajenga madhabahu ambayo ilikuwa inatumika kutolea sadaka, sio watu kusimama kuhubiri au kuomba. Sadaka inatolewa pale, moto unakokwa, alafu vinachomwa pale vitu kwenye ile madhabahu kidogo namna hii, mita 2. Mita 2 kasoro. Vipimo hivyo vimeandikwa kwenye Biblia, sio kwamba mimi ninavisema. Unaweza ukasoma kwenye Biblia alafu ukaelewa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Wayahudi moja kati ya maeneo ambayo walikuwa wanayaheshimu kuliko kawaida ni kitanda. Lakini pia baadaye maisha yalipoanza kutanuka, kipindi Waisraeli wako Misri na walipoanza kutawanyika maeneo tofauti tofauti, utajiri wa mtu walikuwa wanaupima kwa kitanda anacholalia. Ndio maana matajiri wa enzi hizo walikuwa anajenga nyumba yake, alafu kuna eneo anajenga kwenye mwinuko palipoinuka sana, alafu pale juu anaweka kitanda cha kifahari. Kile kitanda kilikuwa kinaelezea huyu ni mtu wa namna gani, ni tajiri au ni maskini. Haleluya. Lakini utaona, nitakuonyesha hata kwenye Agano la Kale namna ambavyo, Agano Jipya, namna ambavyo kitanda kinazungumzwa, namna ambavyo sisi watoto wa Mungu tunatakiwa kuwa makini. Kama shetani anakuwekeaga mitego, unaamini hivyo kwamba anatega mitego njiani, mahali ambapo hata hana uhakika kwamba utapita. Kama wanaweza kukutegea, fikiri ni eneo gani la uhakika ambalo wanajua kwamba tukitega mtego, huu mtego utamnasa. Ni wapi? Kwa sababu barabarani sio lazima upite kwenye hiyo njia. Ndio maana Mungu kuna watu akawaambia msirudie njia ile ile. Kwa hili na lenyewe tu ni ufunuo wa kiroho pia, kwamba sometime unawachanganya adui zako kwa kubadilisha njia. Kwa nini? Kwa sababu shetani anatafuta wakati wote kukutega, na kukutega huku sio kila wakati anataka ufe. Lakini kuna wakati adui anaona kile kitu ambacho Mungu amefanya, wanatafuta namna ambavyo tutakiondoa, namna tutakavyopunguza ufanisi wa hili jambo, namna tutakavyomkamata huyu mtu. Kuna kitu tunataka tuingize ndani yake, tunaingizaje? Na kwa sababu wewe sio mtu tu, wewe ni kiumbe cha ajabu kuliko unavyofikiri wewe. Shetani mwenyewe anapata shida na wewe, anahangaika na wewe. Moja kati ya viumbe ambavyo Mungu amewahi kuviumba, ambavyo Mungu akasema ninajuta. Nenda kasome kwenye Kiebrania lile neno Mungu akaghairi. Nenda ukaangalie kwenye Kiebrania anasemaje. Anasema Mungu akaghairi kwa nini amemfanya mwanadamu. Nenda ukaone. Lile neno limetafsiriwa God repented. Yaani Mungu akatubu. Akafanya toba. Anatubu kwa nani? Na kinachomfanya Mungu atubu, ni andiko limeandikwa hivyo. Haya sio maneno yangu. Akatubu. Nenda hata kwenye tafsiri zingine za Kiingereza za kawaida tu wameliandika hivyo. God repented. Mungu akatubu kwa nini amemfanya mwanadamu. Kwa sababu ni kiumbe ambacho very complicated, cha ajabu mno, kina uwezo wa ajabu usio wa kawaida. Kwa hiyo kukipata hiki kiumbe na kukitega na kuzuia maisha yake, ni lazima uwe na akili isiyo ya kawaida. Kwa hiyo shetani anapomtega mtu na kumzuia kwenye maisha yake, uwe na uhakika amefanya homework yake vizuri. Usifikiri tu kwa sababu shetani ana nguvu, sijui tu amerusha ndumba tayari zimefanikiwa. No, haiko hivyo. Hata shetani mwenyewe anajua. Hivyo unaelewa, kuna mtu ni mpagani kabisa, lakini kuna wakati shetani anamshindwa. Mpagani kabisa, yani hana Yesu ndani. Yaani kuna mazingira shetani anataka kufanya kitu fulani, anamshindwa huyo mtu na upagani wake na ushetani wake alionao. Ama sasa utaanza kuelewa, wewe sasa uliyeokoka, uliye na Kristo ndani yako, uko complicated kiasi gani. Shetani akitaka kukupata, fikiri shetani anatakiwa afanyeje.
Ni lazima awe na mikakati ya kutosha. Na ndio maana shetani huwa tunamshinda kwa kuigundua mikakati yake. Biblia imetuambia sisi tumepewa neema ya kuijua mikakati ya adui. Kwa jana nikakueleza nikasema, hili eneo ambalo unatumia zaidi ya nusu ya maisha yako, fikiri hili eneo lilivyo potential kwa Mungu na shetani. Fikiri hili eneo ambalo nusu ya maisha yako, zaidi ya nusu ya maisha yako unaitumia hapo. Fikiri hili eneo shetani atalitumiaje vizuri. Fikiri. Na kwa sababu sisi sasa udhaifu wetu mwingine tulio nao, huwa mara nyingi sana tunajitahidi kupambana na shetani kwa kutumia misuli. Na ndio maana kuna mtu akienda kuomba, asipoomba akarukaruka, jasho likamtoka, akachoka na mwili, akapiga na kelele, mdomo mpaka ukachoka, haamini kwamba amemshughulikia shetani. Kwa sababu sisi tunataka kupambana na shetani kwa misuri, kwa shughuli tunazoshughulika nazo kimwili. Yaani tunaamini kwa hizo ndo tunamshinda vizuri shetani. Kwani ni Wakristo wangapi hapa ambao akiingia kwenye maombi hajisikii kuomba, alafu akaamua kuanza kuomba rohoni? Ni wangapi wanaaminigi hayo maombi yamefika kwa Mungu? Yaani akakaa tu akaomba huku rohoni kimya kimya. Ni wangapi anaaminigi kwamba haya maombi Mungu ameyasikia? Ni wangapi ambao akiingia kwenye maombi hafeel chochote, yani anajisikia ile unajua, yani najisikia mkavu, yani najisikia mkavu kweli kweli? Ni wangapi pamoja na ukavu huo anaousikia anaamini kwamba alichosema Mungu amesikia? Ni wangapi anaamini kwamba pamoja na ukavu niliokuwa nao kwenye maombi, shetani nimemshughulikia? Ni wangapi wanaamini kitu cha namna hiyo? Kwa sababu ile unaposema nimejisikia niko fresh, yani nimeomba nikajisikia nina nguvu, hapo unazungumza habari za hisia. Kwa sababu roho yako hainaga hisia. Yani unaweza ukajisikia mkavu mwilini, lakini rohoni kwako ukafanya kitu cha hatari mpaka shetani mwenyewe akakoma. Lakini huku mwilini ile unaposema najisikia mkavu, unazungumza habari za mwili wako, hauzungumzi habari ya roho yako. Kwa sababu roho yako hata siku moja haijawahi kuwa kavu. Wewe uliyookoka, haijawahi kuwa kavu hata siku moja. Sasa shetani anayajua haya yote. Kwa hiyo anatafuta namna ambavyo ana uwezo wa kukudhibiti, kwa sababu anajua hata ukiwa mkavu namna gani. Yaani yule Mkristo aliye dhaifu kuliko Wakristo wote, shetani anajua huyu ni Mkristo hatari kwangu, ninamdhibiti vipi? Kwa hiyo shetani ana uwezo, sikiliza, shetani ana uwezo wa kuachana na wewe huko kote, akaachana na wewe huko kote, akawekeza nguvu yake kwenye kitanda tu. Full stop. Nenda kanisani, nenda kwa lugha huko, bubujika, jisikia na bubujiko lisilo la kawaida, imba na kuimba. Lakini nasema fine, tutakutana utakapokuja kwenye kitanda. Ukienda kulala kwenye kitanda chako, kila kitu ulichokuwa nacho, nguvu ulizokuwa unazisikia, bubujiko ulilokuwa unalisikia, halipo tena. Na wengi hawaelewagi nini kimetokea. Alikuwa na nguvu nyingi kanisani, ameomba isivyo kawaida, lakini alipoenda tu kulala kwenye kitanda chake na kuamka, ile nguvu haipo tena. Wengi hawaelewagi. Wengi wanafikiri tayari shetani ameingia rohoni, ameiba kitu huku rohoni. Hakijaibwa chochote. Kuna mahali fulani ambapo shetani anajua ukikanyaga hapa, ana uwezo wa kudhibiti vitu vyako vingi. Na eneo mojawapo ambalo nimekueleza ni kwenye kitanda chako. Kwa lazima ujifunze kusemesha kitanda chako. Haleluya. Sikiliza. Mchawi anayemtafuta mtu aliyeokoka, na kwa sababu haiwezekani mtu aliyeokoka kurogeka. Mwambie mwenzako haiwezekani. Lakini sasa haimaanishi kwamba hii haturogekagi, tunarogeka. Sasa umewahi kujiuliza swali, shetani huwa anafanyeje mpaka anaweza akasababisha? Umewahi kujiuliza swali, nini kinafanyika mpaka huyu mchawi dhaifu ana uwezo wa kumroga huyu mtu aliye na Mungu ndani yake? Ni hivi, unisikilize.
Kuna wachawi ambao hawasubiri usiku utakapolala ili aje ukiwa umelala. Hawasubiri hivyo. Mchawi aliye serious na wewe ni lazima atengeneze mazingira ya kukudhibiti kwanza kabla hajaja. Lazima atengeneze mazingira kwanza ya kukudhibiti kabla hajaja. Kwa hiyo mchawi ana uwezo wa kwenda chumbani kwako, akaroga kwanza chumbani kwako kabla we hujaenda. Na kwa sababu sisi tuko vitani, tuna nguvu za Mungu wakati wote, tumepewa kuathiri. Nitakusemesha haya mambo alafu utaona. Tumepewa uwezo wa kuathiri kutoka huku ndani. Unatoka rohoni unakuja mwilini, tunaathiri vitu. Kutoka rohoni kuja mwilini, tunaathiri vitu. Tuna uwezo wa kufanya namna hiyo. Sasa wana uwezo kwanza kutengeneza mazingira ambayo kuna vitu haviwezi kutoka mwilini mwako kuathiri vitu vingine ulivyo navyo. Kwa hiyo mchawi ana uwezo wa kwenda akaroga kwanza kitanda chako kabla hajakuroga wewe. Akaenda akasemesha kwanza kitanda, kwa sababu kitanda kinasikia. Akakiambia kitanda, akasema, kitanda sikiliza, tuna shughuli na huyu mtu anayelala hapa juu yako. Tunachotaka kufanya, tunataka tufanye 1, 2, 3. Kwa sababu hiyo kitanda, tunataka utufungulie huo mlango, uruhusu tufanye jambo la namna hiyo. Sasa wewe umetoka huko, tunaenda sawa? Umetoka huko, umeomba, haina shida, una neema ya Mungu juu yako, ndani yako, hakuna tatizo lolote, unalala kwenye kitanda kile. Yule mchawi akija baadaye kufanya chochote anachotaka kufanya, anaweza akafanya anavyotaka kufanya. Kwa nini? Kwa sababu ameiteka madhabahu. Ninyi wana maombi si mnajuaga? Si huwa mnaombeaga madhabahu? Na hiyo madhabahu si ni watu wanasimama? Sasa kama mimi nina upako mwingi, kuna haja gani ya kuombea madhabahu wakati mimi nikiwa na upako, ule upako unashuka kwenye madhabahu? Kwa nini mnaombea madhabahu? Kuna kitu mnachokijua. Kuna kitu mnachokijua kwamba anayeshikilia madhabahu ya eneo anashikilia matokeo, nini kitakachotokea. Ndio maana huwa mnaombea madhabahu. Haleluya. Tumepata kesi moja ya ndugu yetu mmoja, rafiki yetu mmoja, alikuwa na mama yake ni mchawi. Na alifanyaga vitu vya ajabu sana, kwa hiyo watu wakawa wanamfukuza huko na huko, kwa hiyo yeye akaamua kumchukua. Akawa anakaa naye. Sasa siku moja mchana kweupe kabisa, walikuwa wametoka. Alafu waliacha mlango wa chumbani kwao wazi. Ile anarudi chumbani, akamkuta mama yake yuko kwenye chumba chake anawanga. Anarudi kinyume, anatembea, anazunguka kitanda, anaongea. Ni mama mzazi. Akamwambia, mama, kweli wewe ndio wa kufanya haya? Kweli? Kwa nini unafanya hivi? Akasema, mimi ni mchawi. Na akaeleza anavyowadhibiti. Na huyo mtumishi, huyo ndugu ni mtumishi kabisa, anayesimama na kuhudumia watu. Lakini mama ndo anayemdhibiti. Na anamdhibiti wapi? Kitandani. Anadhibiti kwenye kitanda chake. Kwa hiyo jamaa anaona hakui, huduma yake haikui, haendi kokote anakotakiwa kwenda, amedhibitiwa kitandani. Sasa unaweza kujiuliza maswali, kama Mungu kwa nini asimalize yeye mwenyewe? Haujajua kitu ambacho Kristo alikifanya pale msalabani. Moja ya vitu ambavyo Kristo alivifanya pale msalabani ni kutufanya sisi tuwe independent, tuwe huru. Yaani kuna mambo wewe una uwezo wa kuyafanya bila hata kusema kwa jina la Yesu. Sasa sikufundishi hiyo kwamba usifanye hivyo. Najaribu kukueleza uwezo ulio nao ndani yako. Ndio maana Mungu baadaye akawa anahamasisha, anasema, utakapoanza kufanikiwa, hakikisha kwamba haumsahau Mungu. Fahamu kwamba Mungu ndio aliyekufanikisha, kwa sababu Mungu alijua uwezo niliowapa, wana uwezo wa kwenda kufanya chochote alafu kikatokea.
Kuna mtumishi mmoja alikuwa mkorofi sana. Ile eneo lao lilikuwa na wachawi wengi kuliko kawaida. Alafu wakaweka kama vile kutakuwa na mkutano, wanataka kupambana. Huyu jamaa wameweka hadi huo mjadala redioni kwamba aje hapa, huyu anajidai mtumishi kwenye hili eneo, aje hapa. Jamaa akapiga simu. Alipopiga simu akasema nitakuja. Saa ngapi? Kesho saa 1. Sawa. Alafu yule mchawi akamwambia akasema, hakikisha unamuomba sana Mungu wako. Akamwambia akasema hivi, yaani hili hata Mungu asipokuja nitakuja mimi mwenyewe. Yaani hili ni dogo sana kwangu, sina haja ya kumsumbua Mungu. Unafikiri kwa kusema hivi huyu mtu alijikweza? No, kuna kitu alikuwa anakijua, kwamba Mungu ametupa uwezo ndani yetu usio wa kawaida. Sisi tunakoseaga sana tu, yani kila kitu tu kidogo, baba njoo hapa, baba njoo. Tunakoseaga sana, ni kwa sababu hatujajua. Biblia imetuambia hivi, yafanyeni hayo yote, fanyeni, do it yourself, fanyeni kwa jina la nani? Fanyeni nyinyi haya kwa jina la Yesu. Ndio maana anasema fufueni wafu, ponyeni wagonjwa, si ndio? Mmepewa bure, toeni bure, fanyeni kwa jina la Yesu. Tumepewa huo uwezo. Lakini hii sasa ndio madhara, kwamba kuna vitu tukiamua kuto kuvifanya, shetani atatupiga vile vile. Pamoja na kwamba tuna Mungu ndani, shetani atatupiga vile vile. Pamoja na kwamba tumejaa Roho Mtakatifu ndani. Kwa lazima hii ujue kwamba okay. Sasa nimeamua hiki kitu nitahakikisha kinakaa vizuri kwa jina la Yesu. Hili jambo litakaa vizuri kwa jina la Yesu. Nitahakikisha linakaa. Wewe unahusika kwa namna moja au namna nyingine. Kwa hiyo huyo ndugu, pamoja na utumishi alio nao, alidhibitiwa na mama yake mchawi. Amekaa baadaye anamwambia, anasema ndio, lakini pia nimemfundisha na mjukuu. Ana mjukuu pale. Anasema na mjukuu naye nimemfundisha. Kwa na kajukuu na Kenya kanasema kweli tunatokaga na bibi tunaenda kunywa. Anasema wewe. Anasema sisi ndio tumemuua mtu fulani, yule rafiki yenu. Anasema mama, huyu rafiki si ndio anayetusaidiaga sana hapa nyumbani, anatuleteaga na sadaka na vitu. Anasema sisi ndio tumemuua. Na wale kuku waliokufa sisi ndio tulikunywaga damu, tuliua. Mama, kweli bibi anaosema ni kweli, ni hayo anayoyasema ni kweli. Mwe kujiuliza swali, huyu mtumishi wa Mungu mwenye upako namna hiyo wapi alipokuwa anadhibitiwa? Haleluya. Jina la Bwana Yesu limebarikiwa. Kwa hiyo hili eneo, rohoni kwako hakuna shida yoyote. Una nguvu za Mungu huko. Mungu unaye huku ndani. Lakini hakikisha kwamba hili eneo ambalo unatumia nusu ya maisha yako, yani kama vile ambavyo unaliombeaga gari lako, kwamba Mungu ninapanda gari hili naliombea. Gari lako hulalaki kwenye gari. Unaweza kutembea gari muda mrefu, labda masaa 6, masaa 7, lakini kitandani kwako hapo unalala kila siku. Gari linaweza likaharibika ukalipaki hata wiki, hata mwezi unaweza ukalipaki gari lako usilitumie, lakini huwezi kukaa siku 3 bila kulala kitandani kwako. Kwa hiyo hili ni eneo moja wapo muhimu sana. Haleluya. Jina la Bwana Yesu limebarikiwa. Tulikutana na kahaba mmoja. Ni kahaba kweli kweli. Ameokoka. Akaleta ushuhuda wake. Akatambia, akasema mimi nilikuwa nimevunja ndoa za watu wengi sana. Mimi nilikuwa napenda kutembea na waume za watu. Nilikuwa sipendi vijana. Nauliza kwa nini? Anasema waume za watu wanajielewa. Hawa vijana hawajielewi, ila waume za watu wanajielewa, wanajua namna ya kutunza. Akaeleza anavyofanya. Anasema kuna dawa aliyopewa alikuwa anapaka, na kuna dawa aliyopewa ambayo alikuwa akimuona mwanaume, huyo mwanaume akamfuata. Anasema huyo mwanaume nikiona ninamtaka kweli kweli, anasema nitahakikisha kwamba anakuja nyumbani kwangu, alale kwenye kitanda changu hata kwa dakika kadhaa, au akae hata kwenye kitanda changu kwa dakika kadhaa. Kwa kuna dawa anasema alikuwa anaweka kwenye kitanda, alafu kuna maneno anasema anaweka kwenye kitanda, kuna maneno anasema, kwa hiyo anakisemesha kitanda. Anasema akisema namna hiyo, yule mwanaume akilala kwenye hicho kitanda, kitu kitakachotokea baada ya hapo, atasahau kitanda cha nyumbani kwake.
atachukia kitanda anacholala na mke wake. Anasema anaweza akalala akaamka hata saa 8 usiku akaona hiki kitanda mbona ni hovyo. Ndio maana kuna wengine anapolala kitandani kwake ghafla anaona kama vile kuna mavitu yanatembea mwilini, mara kama vile miwasho isiyokuwa na sababu, kama vile wadudu. Hasikia amani kulala kwenye kitanda chake. Lakini akienda kulala kwenye kitanda kingine chochote kile, hakuna shida yoyote. Sasa nikajiuliza maswali. Nikasema hivi, sasa mimi aliponiambia huo ushuhuda, ndio maana nikakueleza nikasema kuna vitu vingine hatuvianzishagi sisi. Kuna vitu vingine watu wa giza wanavijua sana kuliko sisi na ni vya kiroho, na kwa sababu kanuni ile ile inayomwathiri Mkristo ndio kanuni ile ile inayomwathiri mpagani ya kiroho. Isipokuwa huyu anaenda upande wa giza, ni zile zile. Kama wao wanataka wapate kibali kwenye upande wa giza, wanapeleka na sadaka, na sisi ndio hivyo hivyo. Kama wanaomba, na sisi hivyo hivyo. Kama tunafunga, na sisi na wao hivyo hivyo huwa wanafunga. Ni kanuni zile zile. Shetani hanaga jipya. Sasa mimi nilijiuliza maswali, nikasema hivi, fikiri huyu mtu anasema anahakikisha huyu mtu akilala kwenye hicho kitanda siku moja tu, anakimisi hicho kitanda, anataka kwenda kulala kila siku kwenye hicho kitanda. Nikasema fikiri kwa mfano sisi wapendwa, una mume wako, una mke wako, yuko nyumbani kwako kila siku, analala kwenye kitanda hicho. Huna uwezo wa kumdhibiti kama yule kahaba alivyoweza kumdhibiti siku hii. Utaniambia najua ndio udhaifu wetu ulipo. Utaniambia si ametumia madawa. Kwani kipi kina nguvu? Madawa na huyu Yesu aliye naye. Nani ana nguvu? Yale maneno ambayo tunayasemaga na kupiga kelele huko mtaani, tunadanganyaga. Yesu ana nguvu. Yesu anaweza yote. Yesu anaweza yote. Tuko serious na hicho ambacho huwa tunasemaga? Kama huyu mtu aliweza lisali moja dakika 15 ana uwezo wa kuteka nafsi ya mtu, wewe unashindwaje kumdhibiti wa kwako ambaye mnalala naye kwenye kitanda hicho kila siku, na unajua na upande ambao analala? Si kila mtu ana upande wake. Kama ana uwezo akaweka hilo limbwata, wewe mtu wa Mungu, nini kinachokushinda kuweka limbwata na wewe? Alafu yani anasumbua, harudi nyumbani, anachelewa kurudi nyumbani, hata kagi analalaga huko hata wiki, akirudi mara moja tu anaondoka. Kuna mahali mtu amemdhibiti, wewe unashindwaje kumdhibiti? Na ujumbe mmoja hapa, kuna mtu kaniandikia, anaeleza namna ambavyo mume wake anamsumbua. Anasema mume wangu ana wanawake wengi, lakini kati ya hao wanawake wengi alio nao, anasema kuna mwanamke mmoja ambaye mara nyingi huwa anamuota kwenye ndoto, na mara nyingi mume wangu huwa anaenda huko, na nikimsema vyovyote vibaya huyu mwanamke, nikimsema vyovyote vile huyu mume wangu anakuwa na hasira kuliko kawaida, ananichukia na anaweza asirudi hata mwezi. Yani ana uwezo wa kuwasema hao wengine, mume hana shida. Na yeye anaweza akamwambia, "Yafu kweli kale kana kiherehere sana." Lakini sio huyu. Huyu amemfanya nini ambacho hutakiwi kumgusa? Anasema amezaa naye mtoto. Nini alichokifanya ambacho hatakiwi kumgusa? Haleluya. Bwana Yesu amebarikiwa sana. Kwa nini sasa mimi na wewe tusiweze kufanya hicho ambacho yule amekifanya? Kwa nini tusikifanye? Ndio maana nilikueleza, nilisema haya mambo una uwezo wa kuyajaribu ukayafanya, alafu uone matokeo yake. Limbwata wanazozitumia ni kichwa cha mjusi, sijui amechukua majani gani hata ya ovyo ovyo tu ya mtaani hapo, sijui amechukua, sijui atakwambia sijui na mafuta ya kenge, sijui atakwambia amechukua nini. Vyote hivyo vitu ni Mungu aliviumba. Yesu aliye naye ana nguvu kuliko hivyo vitu. Kuliko hivyo, kwani wewe unashindwa? Tuna yale maneno tunasemaga, tuna damu ya Yesu. Alafu kuna wakati huwa tunasemaga, kwa jina la Yesu nalinywesha pepo hili, damu ya Yesu, kunywa damu ya Yesu. Alafu lile pepo linapiga kelele, naliambia kunywa.
Sasa hiyo damu ya thamani namna hiyo ya Yesu unalinywesha pepo, kwa nini usimnyweshe mkeo au mmeo? Unashindwaje kumnywesha? Alafu utaniambia okay, lile pepo unasema nalinywesha na linaanza kupiga kelele vile, hujashika hicho kikombe, umesema tu maneno limetokea. Unashindwaje kusema hivi vingine navyo vitokee? Huyu mwanamke mimi kuna kitu alinifungua. Nilijifunza kitu kutoka kwake. Ni mpagani lakini nilijifunza kitu kutoka kwake. Unajua mimi nampenda sana mke wangu. Na moja kati ya vitu ambavyo huwa sivipendagi na sitakagi vitokee, huwa sipendi au sitaki nitokee mke wangu anune. Yaani akinuna huwa najisikiaga vibaya ndani ya moyo wangu, hakuna kitu ambacho huwa kinaendaga. Hakuna kitu ambacho huwa kinaenda. Sasa siku moja nilikuwa nimemkorofisha. Kwa nasema, na mtumishi na wewe ulimkorofisha. Hamna, sikumkorofisha. Mimi sinalalaga mbinguni afu narudi duniani kuhudumu. Mimi si wa mbinguni eti Kwa nilimkorofisha. By the way, sikumtukana, sijawahi kumtukana mimi mke wangu, yuko hapa. Sijawahi kumwambia hata pumbavu, sijawahi kumwambia hata toka hapa. Yuko hapa ni shahidi, naongea akiwepo na yeye. Sijawahi kumpiga, sijawahi. Lakini kuna eneo tu, kuna kitu fulani ambacho aliniambiaga muda mrefu, 1 2 3 kikarudia tena. Kwa hiyo akaamua kununa kwa muda. Usinune milele, nuna kwa muda. Unamtikisa kidogo, ukiona anaelekea siko unarudisha kamba. Aliponuna, akasema sasa hapa nafanyeje? Na hiki ni kitu ambacho kimejirudia tena, namwambiaje? Nikakumbuka hicho kitu, nikasema okay, fine. Nikaenda kwenye kitanda. Nilipoenda kwenye kitanda, si ana upande wake anaolala. Si kila mtu ana upande wake, hata uwezaje hata kujisahau ukalala kule, hata ikitokeaje. Hata kama hayupo utalala kwako tu. Kila mtu ana wako wake. Haleluya. Nikaenda ule upande, nikashika pale, nikasema naachilia damu ya Yesu. Nikasema kitanda, sikiliza. Mke wangu nimemkorofisha. Naongea nacho. Nimemkorofisha. Akija kulala hapa, mpe raha, mpe amani, yaishe yenyewe katika jina la Yesu. Alafu nikaondoka. Alafu nikawa nasikilizia. Sasa akaenda, alipolala tu, baada ya muda mimi nasikilizia, niko makini kweli kweli nasikilizia. Baada ya muda tu nikasikia mtumishi ndio ambaye lile jambo limeisha. Nikasema what? Limefanya kazi Nikasema asante Yesu. Kwa hiyo nikawa nimeijua dawa, sikumwambia. Na kwa sababu nikajua nikimwambia nitakuwa nimeharibu dawa. Kwa hiyo nikawa nafanya mara nyingi tu. Na sometime watu wengi huwa hawaelewi kwamba wachawi huwa wanafanyeje wakamfanya mtu akafanya chochote ambacho huyu mtu anataka. Sometime naenda tu, kuna kitu nataka kueleza lakini sielewi naelezaje, naenda kwenye kitanda. Sikiliza kitanda, akilala hapa ili jambo liwe 1 2 3. Ile nataka kumsemesha jambo na alafu nimeonyeshwa kwenye maono, nasema fine, safi sana. Kwa hiyo bwana, huo ukawa mchezo wangu. Haijalishi nimekosea. Sasa Roho Mtakatifu ni wa haki. Akasema wewe unachukua hii kumtesa mtoto wangu bila sababu za msingi. Sasa siku moja likatokea tena jambo. Ilikuwa jioni, mida ya jioni, umeme umekatika. Basi mimi nikamtegea tu kwamba hapa ngoja ni time niende wapi? Yeye akawa ametoka nje. Na pale kwetu nyumba yetu ina milango miwili. Kwa hiyo nikaa nimeona kama ametokea mlango wa huku. Nikafanya kitu fulani pale, alafu nikaenda chumbani kwenda kusema na nini? Kitanda. Nikafika pale nikasema kitanda, sikiliza. Sio muda mrefu atakuja hapa akilala. Sikiliza kitanda, nakusemesha. Hata lala hapa, itakuwa 1 2 3. Sasa ile nasema namna hiyo, mara ghafla umeme ukawaka. Ile umeme kuwaka, kumbe yuko pale. Alafu na yeye akazuga kama amelala. Nikatoka pale nikasema Yesu wangu. Si ataona kama nilikuwa namdhihaki
Umemkorofisha afu unaenda kusema hayo maneno. Yaani kama vile unamdhihaki vile. Si ataona kama nimemdhihaki, lakini ndani yangu nikawa najisemesha na watu wangu kichwani. Hivi atakuwa alilala eti? Atakuwa alilala. Si angeshtuka pale. Atakuwa alilala. Nikarudi pale kitandani kimawenge sasa. Amesikia, hajasikia. Unajua baada ya muda akaniambia, mtumishi, lile limeisha, uwe na amani tu. Asante Yesu, hajajua. Safi sana. Zikapita siku kadhaa. Baadaye akaniambia akasema, usifikiri sijui. Siku ile nilikuwa macho. Nimeelewa ambacho kumbe huwa unafanyaga. Kwa hiyo kuanzia hapo sasa sifanyi tena kwa sababu dawa iliharibika. Kwa sasa hizi ninachofanyaga mimi huwa nina